na inatutaka kwamba mara baada ya kuokoka, mara baada ya kumwamini Yesu Kristo, hatuna budi kutafuta zaidi kujifunza. Hatuna budi kutafuta zaidi kukaa mahali ambapo tutafundishwa. Unapotoka katika nchi ya Tanzania kwa mfano, ukachukua uraia wa nchi nyingine, kwa mfano Marekani, ili ukae kwa usalama katika nchi ya Marekani, ni lazima ujifunze sana sheria za nchi hiyo ili ukae kwa amani. Kila mtu aliyeokoka anatajwa amefanywa kuwa raia wa mbinguni. Maandiko yanaeleza kwamba sisi ni raia wa mbinguni. Sisi ni raia wa mbinguni. Katika Waefeso sura ya 3 kwa mfano, Waefeso 3:20 inasema sio Waefeso, samahani, ni Wafilipi. Wafilipi Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20, Biblia inasema kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni. Kiswahili kimeweka neno wenyeji, lakini Kiingereza inasema for our citizenship, yani uraia wetu huko mbinguni. Maana yake ni kwamba ukihamia nchi ya Marekani, maana yake wewe umechukua uraia wa Marekani, wewe unakuwa wenyeji wako ni wapi? Ni Marekani. Marekani ndio panakuwa kwako. Tuko sawa hapo? Kwa hiyo sasa kuokoka, tunatajwa kwamba sisi tumefanyika kuwa raia wa mbinguni, na mfalme tunayemtumikia ni nani? Yesu Kristo. Ni lazima tunabudi kutafuta kumjua huyo Yesu. Nini anataka, nini hataki, nini anapenda, nini hapendi. Ndio Biblia inasisitiza tena katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 11, inasema hivi, mstari wa 11 mpaka mstari wa 14, inasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana. Unasikia lugha? Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Maana yake lazima ujue sana kile ulichokiamini. Na haya ni makosa, ndugu zangu, kusema nimewamini Yesu alafu utafuti kumjua huyo Yesu. Si naeleweka hapo? Kuna imani moja iko sana eneo lenu hili la Pwani. Hiyo imani na katika kitabu chao inasema hapa kuamini tu yani hakika yake itajulikana huko huko. Sasa hiyo imani lazima uwe na mashaka. Kwa hiyo wanakuambia uamini tu leo hapa, alafu itajulikana huko huko. Kwa nini ijulikane? Kwa nini usijue sasa kabla hujafika huko? Kwa nini isijulikane sasa? Haya, ukifika huko ukajikuta huko motoni, si ndio basi tena? Hiyo haina maana. Sasa tutakwenda kujifunza somo hili kama nilivyosema, tukilichambua katika vipengele 7 ambavyo tayari nimevisema, na moja kwa moja sasa twende kwenye kipengele cha kwanza kinachosema historia ya mwandishi na kitabu. Tunapojifunza kitabu cha Mathayo, hatuna budi kujua historia ya mwandishi, historia ya kitabu chenyewe na mwandishi wa kitabu cha Mathayo. Kwanza ni muhimu tufahamu mwandishi wa kitabu hiki ni Mathayo. Mathayo ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, aliyetembea naye, aliyeishi naye kwa takriban miaka kama 3 hivi na nusu. Kwa hiyo mwandishi ni Mathayo ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu, ambaye ndiye baadaye akaitwa pia ni mtume katika wale mitume 12. Kwa hiyo ni Mathayo mtume ambaye pia ni mwanafunzi wa Yesu. Aliandika mwaka wa 60 baada ya Kristo. Aliandikia Israeli. Maana yake aliandika kitabu hiki Mathayo, aliandika katika eneo gani? Israeli. Aliandika mwaka gani? Mwaka wa 60 baada ya Kristo. Kumbuka miaka kabla ya Yesu kuzaliwa ilikuwa inatoka juu inaenda chini. Leo mwaka 2025, maana yake mwaka kesho ingekuwa mwaka 2024, mwaka kesho kutu 2023. Alipozaliwa Yesu Kristo tu yote yakabadilika, ikatoka chini